Rais wa Marekani Donald J. Trump amesisitiza uwezekano wa kuigeuza Venezuela kuwa koloni la Marekani, hatua ambayo imepokelewa kwa hasira na viongozi wa Venezuela. Mwanasheria mkuu wa Venezuela Tarek William Saab amesema na BBC kwamba wito wa Marekani wa mabadiliko ya utawala nchini Venezuela ni jaribio la kunyakua maliasili ya nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na akiba ya dhahabu, mafuta na shaba. Saab, mshirika wa karibu wa Rais Nicolas Maduro, alisema kuwa hakuna shaka kwamba Marekani inajaribu kuipindua serikali ya Venezuela, na aliongeza kuwa operesheni za hivi karibuni ni sehemu ya msururu mrefu wa majaribio ya kushindwa ya Marekani ya kuvuruga masuala ya ndani ya Venezuela. Marekani ni miongoni mwa mataifa ambayo hayamtambui Maduro kama kiongozi halali wa Venezuela baada ya uchaguzi wa mwaka jana kukosolewa na wengi kuwa haukuwa wa huru na wa haki. Trump pia ameendelea kuzungumzia uwezekano wa kufanya operesheni za ardhini nchini Venezuela, na wiki iliyopita alisema kuwa Marekani inaangalia uwezekano wa operesheni za ardhini baada ya kudhibiti eneo la bahari. Takribani watu 43 wameuawa katika mashambulizi dhidi ya boti zinazodaiwa kuwa za dawa za kulevya katika pwani ya Amerika ya Kusini baada ya utawala wa Trump kuanzisha mashambulizi mapema mwezi Septemba. Mashambulizi haya yametokea kama sehemu ya juhudi za Marekani za kulenga walanguzi wa dawa za kulevya. Wabunge wa Congress kutoka pande zote mbili za siasa nchini Marekani wameeleza wasiwasi wao kuhusu uhalali wa mashambulizi haya na mamlaka ya rais kutoa amri za kijeshi. Senator Republican alisema kuwa mashambulizi ya ardhini ni jambo linalowezekana kutokea, huku Trump akitangaza kuwa atawafahamisha wabunge wa Congress kuhusu operesheni za baadaye za kijeshi atakaporejea kutoka Asia. Saab amesema kuwa uwezekano wa uvamizi wa ardhi ya Venezuela haupaswi kutokea, lakini aliongeza kuwa nchi hiyo imejiandaa kikamilifu. Pia alisisitiza kuwa Venezuela bado iko tayari kuanza tena mazungumzo na Marekani licha ya mashambulio hayo haramu dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Kwa miezi miwili iliyopita, Marekani imekuwa ikiendelea kujenga kikosi cha meli za kivita, ndege za kivita, wanajeshi wa majini, ndege za kijasusi na ndege zisizo na rubani katika visiwa vya Caribbean, hatua inayolenga kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya na magaidi wa mihadarati.